Mtakatifu atusaidie katika masomo yetu ili tuweze kujua kwamba msingi wa kila kitu katika Ukristo ni utoaji, ni upendo. Na mimi nataka nikupitishe sasa, katika maeneo mbalimbali uone umuhimu wa kupenda. Nitakwenda tu haraka. Umuhimu wa kutoa, umuhimu wa upendo samani. Kwanza, umuhimu wa kwanza, Biblia inasema upendo ndicho kifungo cha ukamilifu. Kama unataka ukamilifu katika imani yako, kifungo chake sasa ni upendo. Wakolosai 3:18 nasema zaidi ya hayo yote jivikeni upendo, ndicho kifungo cha ukamilifu. Kifungo cha ukamilifu katika imani yetu ni upendo, lakini kwa sababu upendo umepotea, vifungo vyetu vimekatika. Vifungo vya ukamilifu vimekatika. Wakristo wengi sana, kwa sababu upendo umepotea, vifungo vya ukamilifu havipo tena. Mungu atusaidie turudishe upendo. Umuhimu wa pili, imani hufanya kazi na upendo. Imani hii ya kutuokoa hii, Yesu ni Bwana, Yesu anaokoa, haifanyi kazi peke yake, lazima ipate sapoti ya upendo. Tunasoma maneno hayo katika Galatia sura ya 5 mstari wa 6, anasema maana katika Kristo Yesu imani inatenda kazi katika upendo. Imani inatenda kazi katika upendo. Kwa hiyo imani haifanyi kazi peke yake, inafanya kazi pamoja na upendo. Unaipenda imani, imani ndio inayotupatia kila kitu. Kuomba kwa imani, kila kitu kwa imani. Usiposukumwa, hiyo imani isipoota katika upendo, ndugu yangu, hamna kitu. Na bila imani huwezi ukapokea chochote. Nasema wanaompendeza Mungu ni wale wenye imani, anayeamini kwamba Mungu yupo. Lakini unapoamini namna hiyo, usukumwe na huo upendo, kumwamini Mungu, uwepo wake. Jambo la tatu, imani, Roho Mtakatifu hufanya kazi kupitia upendo, kama tulivyosoma katika Warumi sura ya 5 mstari wa 5. 4, tunda la Roho Mtakatifu huanza na upendo. Mnajua yale matunda 9. Furaha ni nini? Furaha ni upendo uliochangamka. Kiasi ni nini? Kiasi ni upendo wenye mipaka. Unakuta yale matunda 8 chimbuko lake ni upendo. Lingine, umuhimu mwingine wa upendo, kanisa la Mungu limejengwa juu ya upendo na linaendelea katika upendo. Biblia inasema katika Efeso 3:17, Kristo akae mioyoni mwenu katika imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana wake, urefu na kimo na kina, na kujua upendo wake Kristo upitao fahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika katika utimilifu wote wa Mungu. Umuhimu wa upendo. Bila upendo, ndugu yangu, Ukristo umepotea, na kanisa la leo hali ni ngumu. Kuishi kwa upendo kunatangaza kuwa sisi ni wanafunzi wa Kristo. Umuhimu mwingine wa 6, ukiishi kwa upendo, hicho ni kitambulisho kwamba wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Unaweza ukajitangaza asubuhi mpaka jioni, mimi ni mwanafunzi wa Yesu, mimi ni mlokole, msinione hivi, sina. Hilo tangazo watu hawalielewi. Lugha Mungu aliyoiweka, utatambulika kwamba ni mtumishi wa Mungu kama utaishi katika upendo. Hiyo tu ndio njia mkato. Biblia inasemaje? Anasema hivi, wa Yohana 13:35, hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, ikiwa mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Sisi kwa sisi tukipendana, dunia itajua tu kwamba sisi ni wanafunzi wa Yesu. Dunia itajua tu sisi ni walokole. Lakini angalia jinsi tunavyojitangaza. Msinione hivi, msinitanie, mimi nimeokoka. Hakuna. Utatangaza ndugu yangu, hakuna atakaye kuelewa. Kitakacho kutangaza na kukutambulisha, kitambulisho kwa kanisa na watu waliokoka ni upendo, kama neno la Mungu tulivyosoma hapa. Lakini upendo ndio amri mpya. Mahali pengine nasema amri mpya nawapa. Tumepewa amri mpya ambayo ni upendo. Upendo ndio kila kitu, ndio amri mpya.
Na ukisoma vizuri, ukifuatilia vizuri katika Biblia, katika Agano la Kale, unakuta kulikuwa na amri 10 zile, lakini Yesu akaja kuzivunja kwenye Mathayo 22, akapata amri 2, kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote, na kwa roho yako yote. Ya pili, na jirani yako kama nafsi yako. Zile amri 10 alizivunja akafanya 2, lakini baadaye akaja akawaunganisha zile amri zote tena 2. Kwenye Yohana 13:34 anasema, amri mpya nawapa, mpendane. Ukimpenda Mungu huwezi kuabudu miungu mingine. Ukimpenda binadamu mwenzako huwezi ukazini, huwezi ukamwibia, huwezi. Kwa hiyo unakuta upendo ndio unaounganisha amri zote. Katika Agano Jipya tumepewa summary ya amri zote: mpende jirani yako, mpende Mungu. Umemaliza. Yohana sura ya 15 mstari wa 10 anasema, mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu. Upendo husitiri wingi wa dhambi. Upendo ndio kigezo kuwa sisi tumo ndani yake Yesu. Unapenda kukaa ndani ya Yesu? Unataka kupenda kukaa ndani ya Yesu? Kaa katika pendo. Upendo ndio utimilifu wa Torati. Hapa napapenda hapa. Upendo ndio utimilifu wa Torati. Mathayo sura ya 22 mstari wa 40 anasema hivi, katika amri hizi 2, mpende Bwana Mungu wako na jirani yako, hutegemea Torati yote na manabii. Warumi sura ya 13 mstari wa 10 anasema, upendo haumfanyii jirani mabaya. Basi upendo ndio utimilifu wa sheria. Upendo ndio utimilifu wa sheria. Sheria zote zikusanywe. Unapompenda jirani yako, unapompenda Mungu, umezitimiza zote. Mungu ameturahisishia sana kwa neema yake. Nataka kukutia moyo na kukuhamasisha kwamba upendo ndio kigezo pekee kinachoonyesha kwa sisi tumepita kutoka mautini na tumeingia uzimani. Hiyo tunalipata katika Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 14. Viko vigezo vingi, viko vitu vingi, vitu vingi. Mungu akija kutupa nafasi, siku moja nitakuja tujifunze peo 6 za upendo. Kuna peo 6, lakini kwa ajili ya muda kuja tuishie hapa. Lakini nimalizie kwa kusema upendo ndio kila kitu kwa Mkristo. Mkristo atapimwa Ukristo wake kwa upendo, jinsi anavyowapenda watu, jinsi anavyowapenda jirani zake. Hana chuki nao, hana hasira nao, na mwenye upendo anasamehe. Biblia inasema kwamba jua lisichwe ungali na uchungu moyoni mwako, lakini angalia jinsi watu wanavyolala na mauchungu na mahasira, mpaka inafika mahali watu wanaombeana kufa. Unamwombea jirani yako kufa ili uishi na nani? Chumvi utaomba kwa nani? Tupendane jamani, maisha haya ni mafupi. Duniani tupendane, ndio agizo la Mungu. Amri zote zimekusanywa katika amri moja tu ya kupendana, kumpenda Mungu na kupendana. Kanisa lirudi katika nguvu yake ya kumpenda Mungu na kuwapenda jirani, hata kama jirani ni adui yako. Biblia imetupa namna ya kumpenda jirani yako. Kuna namna ya kumpenda, usimsogelee. Biblia sema usimsogelee jirani, atakumaliza. Mpende kwa mbali, msubiri akikwama, umsaidie. Biblia sema ukimsaidia wakati kakwama, unakuwa unampalia makaa, lakini wewe unamkumbatia, wewe anakupiga kisu. Kuna namna ya kumpenda Mungu kwa moyo wako, kwa nguvu zako, na kuna namna ya kumpenda jirani kama nafsi yako, na kuna namna ya kupenda adui. Kaa mbali, subiri akikwama, ana kiu, mpelekee maji. Sasa kwa kumfanya hivyo, Biblia sema unampalia makaa ya moto. Msubiri awe na njaa, kakwama kabisa, msaidie. Hana nauli, mpe laki. Sasa kwa kufanya hivyo unampalia makaa ya moto adui yako. Mungu akubariki sana. Tunapaswa kukaa katika upendo. Tutafute upendo tulipoupoteza. Biblia sema kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu. Tukumbuke kutubu, tukumbuke kutengeneza, turudie upendo wetu. Wakristo, natoa wito, turudie upendo wetu. Ukristo ni upendo. Bila upendo, Ukristo umekufa. Nyakati hizi za mwisho, chuki zimezidi na ubaya na uovu na nini, kufanyana ubaya. Sasa hata mimi ukiniua sasa inakusaidia nini?
Fikiria sasa, unaniua yeye, unaniombea hivi. Halafu wewe utachukua mshahara wangu? Utachukua nini? Utachukua nyumba yangu? Utafanya nini? Utapata faida gani sasa? Hakuna faida kwenye chuki. Mungu ametuitia kupendana. Tupendane bila unafiki. Tuache unafiki, kuchekeana kumbe huku ndani moto, uadui. Pana. Tumrudie Mungu, tumrudie Kristo, tumpe nafasi Roho Mtakatifu afanye. Tuache kutegemea elimu. Wengine wamesoma Biblia wamesoma mpaka kwenye cover la Biblia na wamekalili. Unafikiri itakusaidia? Roho Mtakatifu, soma Biblia, Roho Mtakatifu akutangulie kufanya mapenzi yake. Kanisa la Tanzania, natoa wito tumrudie Mungu. Kanisa la Afrika Mashariki, kanisa la Afrika, dunia, tuone namna ya kumrudia Mungu wetu kwa upya, na tukae katika pendo lake na kupendana si kwa sisi. Mungu akubariki sana. Kama hutojali, na kusihi kusubscribe, kushare, kucomment na kulike. Namba yangu ya simu 0756 760 855. Mungu akubariki. Kesho nayo ni siku, tutaendelea. Asante.